kumtukuza Mungu. Sikilizeni, hatuwezi kuwa kwenye jamii ambayo watu wanafirwa. Kasomeni katika historia za maandiko matakatifu, hususan katika Biblia. Watu waliangamizwa kwa sababu walikuwa wanafira watu. Leo tuna watawala wanafira watu. Watu waliangamizwa kwa sababu waliua nafsi zisizokuwa na hatia. Leo tuna watawala wanaua maelfu ya watu kwa sababu ya kulinda vyeo. Ngoja niongee haraka sana kwa sababu hata space iliyopita sikuweza kuzungumza kwa sababu ya mic ilikuwa inanisumbua. Shangazi, sisi tuna kazi moja ya kufanya. Sisi ni maadui wakubwa sana wa serikali ya kifashisti, serikali haramu, serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hatuna cha kupoteza, hilo lazima lifahamike. Lakini sisi ni vijana wachache sana katika taifa hili ambao we dedicate our lives katika kupambana na serikali hii katili ya kifashisti. Na matunda au mimi nayaita matunda kwa sababu ni bora ukafa katika kupigania haki. Tumepoteza watu wengi sana katika haya mapambano, kwa hiyo hatuna namna ya kurudi nyuma, lakini pia hatujawahi kuwa na sherehe yoyote ile iliyokuwa na maana kwetu, sio Idi, sio Christmas. Na nataka niwakumbushe Wakristo wakajifunze kuhusiana na jeshi la msalaba. Katika historia ya huu Kristo ambao watu wanauona leo huko hapa, unakwenda Tabata ndani, unaenda Mbeya Iziwa huko, unaenda Mwanza sio wapi, unakuta Ukristo, unakuta kuna watu wanasali vizuri, wanafanya ibada, wanaimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Haukufika kwa bahati mbaya, uliumiza maelfu na maelfu, mamilioni ya watu walikufa ili wewe upate hiyo nafasi ya kufanya ya kumjua Mungu wa kweli. Mungu wetu wa kweli hakuenezwa kwa kupika pilau, biriani na kunywa na kusaza. Alienezwa kwa kupigania haki na damu za watu zilimwagika kweli kweli. Mungu hawezi kukubali wewe kupika ubwabwa na kunywa soda au kunywa bia ikawa ndio sehemu ya kumtukuza Mungu. Sikilizeni, hatuwezi kuwa kwenye jamii ambayo watu wanafirwa. Kasomeni katika historia za maandiko matakatifu, hususan katika Biblia. Watu waliangamizwa kwa sababu walikuwa wanafira watu. Leo tuna watawala wanafira watu. Watu waliangamizwa kwa sababu waliua nafsi zisizokuwa na hatia. Leo tuna watawala wanaua maelfu ya watu kwa sababu ya kulinda vyeo. Ndugu zangu, huo ndio, hatuna sherehe. Na niliwahi kuzungumza nyuma na nataka niseme tena, kama tutashindwa kuyapa thamani maisha ya ndugu zetu waliouawa kikatili na Mama Abduli na serikali yake kifashisti, serikali yake haramu, tukatafuta namna ya kuwawajibisha, na haya hawatotoka wajomba kutoka Umoja wa Mataifa, hawatotoka wajomba kutoka Marekani, hawatotoka wajomba kutoka Ulaya kuja kumwadabisha Mama Abduli. Mama Abduli tunamuweza, tunatakiwa tumkabili. Ni maandamano ya kuunganisha umma wa Watanzania. Na mimi niwaambie, Mama Abduli lazima atoke madarakani. Yaani hili wala sio la kupapasa macho. Labda kwa wale ambao wana muda. Yaani sisi tumesema tutafia vitani. Sisi tutakufa tukiipigania haki katika taifa letu. Hatutamwogopa yoyote. Tumepoteza ndugu zetu, marafiki zetu, vijana wadogo waliokuwa na ndoto. Hebu wewe vaa viatu vya kijana kama Deusdedith Soka. Ni kijana ambaye hata kuoa hakuwahi, hata mtoto hakuwa naye. Angalia alivyokuwa binafsi. Yule hakuwa, sio kwamba alikuwa mgumba, lakini aliona maslahi ya taifa hili ni bora zaidi kuliko kitu kingine chochote. Kuishi katika jamii ambayo watu wanafirwa, watu wanabakwa, watu wanalawitiwa, kuna thamani gani? Watu wanauawa, watu wanachukuliwa majumbani usiku wa manane wakiwa na watoto zao na wake zao na familia zao, wanachukuliwa kama kuku. Kuwa na taifa ambalo watu wanaona ni rahisi kumtukuza, kumwabudu rais kuliko Mungu. Yaani leo tuko kwenye nchi ambayo nimekuwa nikizungumza, ni rahisi ukawa salama ukimtukana Mungu, lakini hautakuwa salama ukimgusa Mama Abduli. Sasa niwaambie wale wanaosema anachukiwa kwa sababu ya dini zake, huyu hana dini.
huyu ni mpagani, si nitumie neno mpagani, yani huyu ni shetani, yani kavuka hata viwango vya shetani. Mtu wa namna hii tunatakiwa tumkabili, hatuna namna nyingine. Hivi tunawezaje kuwa kwenye taifa ambalo anauawa mtu ambaye aliiba uchaguzi na inaonekana alikuwa na misimamo tofauti, anauawa, njia pekee ya kutoa rambirambi ni kumpa mtoto wake ubunge, yani ndio rambirambi, na watu na watoto wanaona proud of that. Yani katika mazingira tulionayo, Janeti Magufuli anajisikia faraja kukaa bungeni kwa sababu ya rambirambi ambayo mpaka leo kuna sintofahamu juu ya uhai wa baba yake kutolewa na hawa wahafidhina. Kuwa na watoto wenye mentality za kijinga na kipumbavu namna hii ni hasara katika dunia. Na mimi niwaambie, sisi katika Uislamu tunaambiwa uache watoto wema na waadilifu ambao watakuombea dua kesho ukifa, ambao hawatokubali kucompromise kuhusu uhai wa baba yao. Sasa shangazi, sisi tunaendelea na mipango. Sisi kama mnavyotujua shangazi, sisi ni watu mashuhuri, watu majasiri, vijana ambao ni kizazi kilichoamua kupambana na CCM bila haya, bila uoga, bila simile yoyote. Tuko tayari, tumepoteza vingi na tutaendelea kupoteza. Sisi tumepoteza vingi, tulishajikana hizi nafsi zetu. Sasa ndugu zangu, niendelee kuwasisitiza, mapambano lazima yaendelee. Ninachotaka kusema ni kitu kimoja, mikakati lazima iendelee. Sisi hatutakubali kuendelea kutawaliwa na wahalifu. Yani mtu aliyeua maelfu ya watu, yani hata aje, mimi naona kuna bwana mmoja huyo ni mpumbavu, anazunguka Ulaya huko kwa ujinga wake, anafikiri sisi hata wakubaliwe na dunia nzima. Yani hata hao wazungu waliokuwa wanawaambia kwamba wanaowapa misaada wakubali. Sisi tumesema watawala wahalifu, wanaotuua, wanaotulawiti, wanaotubaka, wanaotupoteza, wanatuteka, wanaotubambikizia kesi za uongo hawatatawala katika ardhi ya Tanzania. Simple and clear. Na lesson tulianza nayo kwa kudili na wale wote makuadi wao, vibaraka wao waliokuwa wanawanunua, wanawalambisha asali. Tulianza kuwashughulikia. Hii vita haitakwisha hivi. Sisi tumeweka dhamana maisha yetu, na we are ready to pay that price. We know the consequences. Tutawalisisha hata vizazi vyetu. Ni miaka 30 iliyopita mpaka leo tulipoanzisha mfumo wa vyama vingi, siasa za kudai uhuru katika taifa letu, kuto kutawaliwa, kukataa kutawaliwa na wahalifu na mafashisti, kikundi cha watu wachache maharamia. Hiki wala tutakuwa na msalie mtume. Kwa level tulizofika, tumevalue maisha ya ndugu zetu, wakina Mdude, wakina Deus Soka, wakina Deus Kipanya, wakina Kaswahili na maelfu ya watu waliouawa katika siku ya Oktoba 29. Tuna hasira, mioyo yetu imejeruhiwa sana. Tunaendelea na mikakati. Wao wana risasi, wana majeshi, lakini sisi sio vijana wa kuogopa risasi. Sisi sio vijana wa kuogopa magereza. Tuko tayari kupitishwa kwenye tanuri hili la moto na tutapay that price. Lakini Samia na genge lake, CCM na genge lao lazima watoke madarakani. Vijana msilale, lale, vijana msilale, sasa mapambano na sisi hatulali, lali, na sisi hatulali, sasa mapambano, sababu tunazo, nia tunayo na uwezo tunao. Vijana ni nguvu ya mabadiliko. Hatutaogopa polisi, hatutaogopa mabomu, hatutaogopa risasi, hatutaogopa usalama wa taifa, hatutaogopa sheria zozote kandamizi. Barabarani tutaingia na tutafanya maandamano bila kikomo nchi nzima mpaka kieleweki, na CCM lazima watoke madarakani. Asante sana shangazi.